Daktari ya Asma mamangu na mawigi na amekuja hapa kumsupport mdogo wake, mtoto wake pia. Mamangu shikamoo. Marhaba. Kwema lakini. Kwema. Umependeza. Asante. Unajua tena. Mifungo imegongana. Mifungo imegongana. Kwa hiyo wote tunapita mule mule. Sawa kabisa. Pengine ilikuwa ni shule namna gani hasa ya mwanao Asma? Asma mwanangu, unajua unaona amefanya ukarabati, umeona ameandaa iftar. Kwa hiyo ilikuwa nafikiri tuonyesha ukarabati wake mpya ambao amepiga hatua. Kiukweli ni mwanamke wa kupongeza kabisa, mwanamke na ngai, kwa sababu kaanza biashara muda mfupi tu akaona nafasi imebana muda mfupi tu. Kwa hiyo tunamwona binti anapambana, anaenda kasi. Mimi binafsi najivunia kwa sababu ni mwaya mwenzangu. Hivyo ndio huwa vitu vyetu. Hata siku alizindua nilisema sisi hatuwagi na viduka. Sisi tunakuaga na supermarkets, baadaye mamora. Unaona ameandika mall hapa juu. First akaruka yeye tena kutoka kwenye mwezi. Fia kaingia kwenye mall. Ameandika mall. Hivyo ndio vitu vyetu hivyo. Hongereni sana. Asante sana. Mama, tuelekea kwenye comedy, Women Comedy Festival. Yes. Pengine hasa unajua mambo mwanzo hakuepo haya mama. Ndio. Umekuja nayo sasa hivi. Watu wategemea nini hasa? Watu wategemee kucheka sana na kufurahi, sababu unaona mabinti zangu wote wamenyanyuka kunipa support. Na sio hao ambao wako kwenye posta, ni wachache. Karibia comedians wote wamefurahi kwa sababu nimefanya nao comedy muda mrefu, sijai kuandaa show yangu binafsi. Kweli? Kwa hiyo walikitegemea hiki. Kila walikuwa wananishauri, mama umekuwa, watoto uliowalea wanaanzisha show, mama wewe bado. Wakati wa bwana ulikuwa bado. Sasa katika hii nikasema hiyo wiki ya mwanamke duniani na mimi nipite nayo, niwaite wanawake wenzetu, lakini na wanaume hatuwezi kukaa peke yetu tunajua bila wanaume. Msiogope kuja tena, nyinyi ambao mjaoa mje mpate wachumba pale. Lazima pia na nyinyi atakuwa. Mambo yatakuwa lele. Mama unanihakikishia vitu vitakuwa vizuri siku ile kija. Sasa si unajua sasa hatuwezi kuaga peke yetu. Ndio maana hata shule za girls tupo wanatiliwaga mafuta kwenye maharage. Mafuta hata. Kwa hiyo kwa hatuwezi kufanya show ya peke yetu. Tutakuwa na vijana, tutakuwa na wamama, tutafanya tutafanya audition kabla ya show, kwa sababu kuna hata watu wazima wanaomba. Ni ma-inspire wengi wanasema kama wewe umeweza, akasema njooni. Kwa hiyo tutafanya audition kabla ya show tuweze kupata watu watakaopanda, lakini na watakaoshangilia vile vile. Natamani kusikia combination ya Asma pamoja na Mama Chanja pale, itakuwaje siku ile? Yaani wale ni wewe wakipanda pamoja. Wana vitu vyao wanatupia. Kwa hiyo watakuwepo jamani. Tiketi hizi hapa za kutosha. Ukumbi ni Kibo Compress Tegeta. Tiketi zipo za kutosha. Nafikiri watu wanauoga kwamba bilionea ameandaa show, labda ataomba milioni moja tiketi. Jamani, tiketi ni affordable. 20,000 Julai 50,000 na rachi moja. Imagine rachi. Ushindwe rachi. Ni aibu. Wale watani zangu hawajaruhusiwa kulia, wale naweza kuwapa ofa. Kama mkishindwa kabisa. Na msiseme nikiwapa tawasimanga, hiyo mjue. Nikiwapa tawasimanga. Ile wakute getini pale. Ni wakute wajimejipanga na bango mimuha. Mjaribu. Nitawapa tiketi zangu. Karibuni wote jamani, karibuni. Mje mnisupport mama yenu. Msisubiri nipoteze fahamu nianze kusema hivi nitaka kusema nini. Msisubiri hiyo. Saizi bado natiririka, bado naweza kupiga msamba, bado naweza kucheza mapiano kama Harmonize. Njoo muone nitakachofanya kwenye show yangu mwenyewe. Mama wangu, tuko kwenye mwezi wa Ramadhani na Kwaresma pia. Watu wote wanafunga. Nimeona watu wamekuwa kitoa maoni tofauti kwa watu ambao hawajaoana na wanafunga pia pamoja. Mfano, mmoja wao alimtolea mfano Harmonize na Kajala, akasema kwamba hii haiwezekani. Mama wangu pia kwenye hili, wewe pia unaweza kushauri pia? Mimi nashindwa kusema kitu. Wigo wa imani ni mpana sana. Kiukweli tupo tulofunga mashungi. Tunaswali msikitini kwa mara 3 kama tuna meza padado, na makanisani wengine tumevaa viuatilifu, mkufu wa rozari, pete ya rozari, hereni ya rozari, lakini tuko ndani ya makosa vile vile. Tumejifichia mle, tumefanya kama mwavuli. Kwa hiyo jambo la imani sio la kumjadili mtu. Mwache kila mtu, mkumbushe tu, lakini sio kumjadili kwamba wewe una makosa tu unafanya nini. Hapana. Jambo la imani ni pana sana. Yule naye mzania kwamba amenyoka na kanzu na kibalagashia na sigida usoni. Wewe ndo mchafu kuliko wengine. Yes.
Kwa jambo la Mwenyezi Mungu analijua yeye siri kwake. Walio wake Mungu yeye anawajua. Hivi tunavyojipamba navyo ni vya duniani hapa. Lakini roho Mungu anajua huyu ni wa kwangu kabisa. Japo hajafunga ndoa na kuna siku nitambariki ataifunga hiyo ndoa. Mwanao Diamond siku ya Valentine alitoa pesa, alikuwa anapata mama anapa pesa na nini. Nimeona mama mmoja alipewa pesa ilikuwa ni 100,000 ile. Na baadaye akasema mimi nipoa watu kama bwana Diamond na ukubwa wake anatoa 100,000. Pengine unadhani kwa nini watu wamekuwa wanadogosha hivyo, mtu anatoa pesa alafu anachukulia kama huyu bwana hadeserve kutoa 100,000. Kwa nini inakuwa ni hivyo? Kusema hadeserve kutoa 100,000 sio sahihi. Na kutoa ni moyo na kile ulichotoa kama umemwambia Mwenyezi Mungu hiki ndio nambariki nacho huyu mtu kina uzito sana. Mtu anaweza kumpa milioni hata isimbariki, umempa tu kwa kujionyesha kwa masimango. Lakini ukampa 100,000 kwa upendo kabisa wa dhati. Ndiyo Diamond ni mkubwa lakini sana majukumu yake pia. Na pia sadaka si unapanga kwamba hii milioni 1 au 2 au 5 tutazitoa wakati wa mfungo. Na sitampa mtu mmoja, nitawalenga watu wengi. Kwa hiyo sasa wanataka Diamond akifika kwa mtu mmoja amwage milioni 10. Akifanya nini jamani? Mbona mnamuonea? Hiyo sio sawa. Niliona inajadiliwa lakini niliona sio sawa. Afa hata yule mama yule hakutakiwa kutamka kiasi alichopewa. Kweli kabisa. Amekosea pale. Amekosea pale. Kama yani anamdhalilisha kwamba oneni alivyo mkubwa kanipa hii tu. Hakutakiwa kuogopa watu. Wakati mwingine mheshimu yule aliyekusaidia. Usiogopa wao wengine. Mimi unaweza kanipa wewe akanizo nipa shilingi ngapi? Mama amenipa kiasi alichowiwa. Kweli. Sasa huyu mbea atajuaje? Wanipewa 100,000. Mimi naona yule mama watu kumbana akasema naye amekosea. Diamond ametoa alichodhamiria kutoa. Na Mungu amekibariki kama ametoa kwa nia ya kusaidia. Mungu alichombariki. Ndio. Mamangu mimi na swali langu la mwisho kwa sababu mama amesimama muda mrefu hapa. Hivi mama kwenye dabi kwa upande gani wewe? Mamangu anakanipate mtazamo wako kwanza mamangu. Kwenye dabi. Mimi mnyama Simba. Kwa mara 5 mama mara 4 ujue kwa. Kwani hiyo shida hiyo? Kwenu ni kwenu tu. Hivi siku kwenu akipika maharage una hamu. Huwezi kwa. Unakaa pale ni kwenu. Kuna siku tutafunga tuna imani. Kwanza tangu Simba ianzishwe inafungwaga tu. Sinafungaga sometimes. Ina shida, ishafunga sana. Tuna imani tu. Sisi tuna imani tunavuka. Ni nyinyi tu na kiwewe. Tutakimu ushindi la ndio. Ushindi la ndio itakuwepo kwenye dabi. Au mama ndo tunaongea lakini mbona tunarudi vizuri kabisa. Niumie na nini? Wapi wewe? Ina raha zote. Mambo ni mazuri kabisa. Hivi mama, kwa ushauri wako, lakini moja ya maudhui ambayo unatengeneza mamangu, mimi nikupongeze sana. Ushaye kufanya content wewe na Jacqueline Wolper, yeye mwenyewe mtandao naye anakupongeza. Yaani maudhui yako yamekuwa yakiwafurahisha watu. Lakini kuna content creator ambao sasa hivi nimeona tokea bilioni 2 tangazwe hii, watu wanapitiliza sasa. Wanatumia paka nguruwe kwenye maudhui yao. Watu sasa paka content creator za kuchukiwa sasa. Unawaambiaje mama vijana sasa? Swala la pesa linasumbua. Kwa kweli umetupasua vichwa hiyo milioni 2. Mimi niwahi kumwambia meneja wangu kumwambiaje? Au sitoshi wenda nisipate mgao. Nifanye content nyingine napanda juu ya mti na rudi chini na kichwa tu. Mama yako anasema zile za kimya ndo zinalipa. Meneja akasema utaanguka mara hii moja. Tutakupoteza na pesa utapata. Kwa hiyo kuna issue ya hii ambayo mzungumzia kwa wenzangu kwamba kuna issue ya bilioni 2 ambayo ni tarehe 1 Machi serikali inaanza kutoa. Kuna swala zima likopo la usajili kwa kila content creator. Lakini inaonekana pia baadhi ya content creator wameona kama si sawa. Kwa nini tujisajili? Kwa nini tulipe hela? Wasitupe kwanza hela afa tukate juu kwa juu. Ili pia unaizungumzia. Mimi sasa utaratibu wa serikali kiukweli ni ngumu kwangu, siwezi kuzungumzia. Kama serikali wameona ni sawa kwamba watu wasajiliwe ndio wapewe pesa, ni sawa. Tunatamka tunasema serikali bwana. Watu wakakimbia nazo. Ndio jambo jingine hilo. Tujue na lote la mwisho. Mawigi tumeona jana Shafi pamoja na Koi wameposti picha kwenye kurasa zao za Instagram na leo pia wakapakia clip ambayo wako na wewe, na hiyo ni promotion ya show yako hiyo ambayo unayoifanya. Nataka kufahamu kitu kimoja kwenye ile. Pengine watu walikuwa wamekuwa wakiwaattack sana namna ambavyo mavazi ambayo waliowatumia kwenye kuandaa ile kitu. Pengine unawaambia nini wale watu ambao walikuwa wanawaattack sana kina Shafi pamoja na Koi baada ya kuona wamevaa vijora na mawigi kwenye promotion ya show yako? Sawa.
Women Comedy Festival. Na anayesapotiwa ni Mama Mawigi. Ni mama. Kwa hiyo ukimsupport mtu si lazima ufanye vitu vinavyomfanana bwana. Alafu watu wanajadili nani yale dela, unajua ni kanzu. Sasa ni kanzu. Dela ni kanzu. Sasa kanzu wameanza kuvaa Wayahudi. Wakija kuvaa Tanzania ndio kosa. Dela ni nguo ya kawaida tu. Alafu kuna mtu mwingine atakasema vibaya pale kwamba mna promote ushoga. Hivyo hajai kuona shoga kapiga suti na kanyoa kabisa. Kweli mama. Uko sawa kweli. Si ndio? Ukimwona shababi kabisa. Lakini matendo. Kwa hiyo bwana, ile ni promotion, wananisaidia mimi mama yao na mimi ndio niwalazimisha kuvaa hivyo. Kwa sababu naonaga tukiwa na show mkoa wote tunaigiza Kisukuma kama ni Mwanza, tukiwa na show Arusha tunavaa kichukachuko. Umeona hata mimi wakinivalisha makoti marefu, maviatu yale, kwa sababu tuna promote show Arusha. Kwa hiyo sasa na hivi naanza kutembea kwa comedians mmoja. Na wavalisha wigi ana shoot. Na mvalisha wigi ana shoot. Mama, neno lako la mwisho kwa kuambia Watanzania? Kwa Tanzania mimi nawapenda na najua wananipenda na ndio maana nimefika hapa nilivyo na nitaendelea kupambana kabisa ili nizidi kuwafurahisha. Asante mama. Asanteni wote. Haya, okay.